Kamera ya Mnyasa imemnasa JR Mnandi. Tuko naye hapa kuangazia mchezo wa leo, mchezo wa dabi ya pili mara baada ya dabi ya kwanza katika uwanja wa New Amani pale visiwani Zanzibar, ambapo Simba wao waliweza kupata ushindi na kuchukua kombe la Muungano kwa goli la Selemani, wengine wanamuita Sele, baada ya Kratos Chota Chama Mwamba Lusaka kufanyiwa madhambi akiwa ndani ya boksi. Sasa leo hii inajirudia tena ndani ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Unaambiwa pale mlangoni mmoja tu, wote lazima mpite kwenye mlango mmoja mkaone nini ambacho kinafanyika katika mchezo huo. Mnandi JR, Mnandi Junior, mambo vipi? Niite bwana harusi. Bwana harusi kweli bwana. Niite bwana harusi. Juzi umeoa? Niite bwana harusi. Umetoka mke wa Kadege juzi? Mke wa Kadege ni naye natamba naye. Niite bwana harusi. Yaani hii ndoa ya hatari sana. Yaani mshenga Chama, sawa? Mvunja goti Edmund John, lakini mtia ubane maliza shughuli. Unamjua? Selemani Mwalimu Gomez. Hatari sana. Bwana, tukianzia kwanza kwa uchache sana New Amani. Nini ambacho kiliwafanya Simba mkapata matokeo kwenye extra time, kwa maana zile dakika 30 za nyongeza? Wewe nilikwambia siku ile nimefanya kipindi kwenye maiki yako hii. Nilikwambia nini ba? Nilikwambia vyovyote atakavyokuwa lazima wafe, au sikukwambia? Ulisema hatutowaacha salama, lazima tuwaue, na tumewaua. Na hii nakwambia tunawamalizia. Si unaambiwa kuna nyimbo nasema samaki akikaangwa lazima afanyeje? Lazima ageuzwe. Na kuku anapotaka kuchinjwa lazima afanyeje? Chini alazwe. Au juu hiyo nyimbo kaitafute hiyo. Samaki akikaangwa lazima ageuzwe. Lakini na kuku anapotaka kuchinjwa lazima chini alazwe. Unawezaje kumchinja kuku kumemshika juu? Hiyo ni dhambi hiyo. Lazima umlaze, lakini kumlaza kwenyewe muelekezee kibla. Kwa hiyo nyuma mwiko ashaelekea kibla. Ule uwanja wenyewe kule umeelekea kibla. Kwani uko wapi kule? Au uone kama umekaa kama vile nyumba ya ibada. Umeelekea kule kibla. Kwa hiyo tayari washaka mdomoni, yani bado kuliwa. Kwa hiyo leo mnafanya tena? Bado kuliwa tu ndio kuliko baki. Leo mnafanya tena, mliofanya amani. Sio tunafanya tena, leo tunazalilisha. Yani kule binafsi walipakwa piko. Sawa walipakwa piko. Sasa ile piko saizi ndio imekolea mwilini, imeshawiva. Shela anavishwa leo. Anavishwa shela na anaolewa. Leo hii. Bwana Mnandi. Tumeoa mke wa Mzee Kidege, leo tunaenda kuioa kwa mara nyingine timu yenyewe. Kuna mtu mwingine inawezekana kaolewa tena mwingine baadaye. Kwa hiyo tunaomba mwingine tena asababishe penalti. Tena wawe wengi wasababisha penalti, watu watatu wake watatu. Watu wanne wake wanne. Yaani hivyo. Kila atakayesababisha goli sasa anaenda kuchukua mke, kwa sababu jamaa kuweka ahadi wameshazoea. Kwa hiyo ahadi zao si mwakao kila mmoja atapata jiko. Kila mwana Simba ajiandae kupata jiko msimu huu. Bwana mzee na shaka mimi nimepata, lakini wengine mtapata. Unasema? Kila mwana Simba saizi alipo ajiandae kupata jiko. Kwa sababu najua hizo ahadi zote wanaweka huku mjini tu. Wengine wanaweka off mic. Hasa off mic pia kaandikisha ni kwa mjumbe, kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa kitongoji, jiko la kwako, msiongee kwa maneno. Tukiongea kwa maneno umemkosa. Kama mimi tukiongea na ushahidi, mambo na ushahidi. Nenda katie saini. Ukitia saini ijue mali yako hiyo. Yaani hakuna namna. Hiyo mali ni ya kwako. Kwa hiyo ni hivyo yani. Kila mwana Simba ajiandae. Chuma chwa. Ukisikia mtu kaeka ahadi, mkataba wako uweke vizuri, asije akaunyatia akaondoka nao. Jambo likawa gumu. Bwana, mwamuzi raia wa Kenya amepata sifa sana dakika zile za jioni sana, dakika takriban ya 118 anaamuru penalti pigwe, na watu wengi wanasema kwamba ingelikuwa marefa wetu hapa mjini wasingeweka. Unadhani kwa nini yule Mkenya, raia wa Kenya, referee ambaye alipewa sheria zote za kandanda katika dabi yenu dhidi ya Young Africans na akatimiza kile ambacho yeye anakiona ni sahihi, ndani ya dakika 118 anaamuru mkwaju wa penalti upigwe mara baada ya Chama Kratos kufanya madhambi eneo la box? Kwani ana utaili Mwali Ngaliba au Mbeba Togolo? Unijibu wewe mnani? Anayo taili Mwali ni Ngaliba au yule Mbeba Togolo? Ile beba vifaa vya kutailia wali. Sababu hapa tuna waamuzi, hapa tunawabeba Togolo. Sawa? Ngaliba ndo mtu kama yule. Kabalance mchezo, lakini imefika kwenye tukio muhimu. Mwamuzi siku zote hataki kukataa. Penalty na goli hutaki kukataa. Sasa sio kama kina Alajiga, mtu kashapigwa kwanja lakini bado kasukumwa, lakini anakuambia hakuna kitu. Asa ile angefunika. Hapa kuna wabeba Togolo. Ngaliba ndo yule pale. Ayue Ngaliba. Magharibi ya leo dakika 2 tu zimebaki. Extra time kumaliza dakika 30, Mwamba kafunika. Diala yuko pale karibia mita 5 tu kutoka golini pale alipo. Ulimwona kamfuata mwamuzi? Alimfuata Malai, akamwambia wewe chunga adabu yako. Nishakufuatilia sana tabia zako za ajabu kwa sukuma waamuzi. Jikanyage sasa.
jikanyage ni kuondoe kwa umeme. Karudi mwenyewe faster goli kwake. Basi ile tutapapa kashika kichwa namna hii. Wewe si ndio tunakujua wewe jeuri? Wewe si ndio mtu akakupiga ngumi waamuzi? Mbona unamshindwa kumpiga? Mpige sasa. Kama ushazoea kupiga waamuzi wako hapa mipango mpige na huyo. Kwa Ngaliba anapigwa. Yaani unataka kutailiwa kampige Ngaliba? Anaweza akakutaili sehemu sio tailiwa. Mwenye Diala kama kushika kichwa, katulia anasubiri kutailiwa. Kakaa chini anapoka massage vizuri ili watu wamtahili. Kweli kamaliza pale, Suleiman Mwalimu Gomez kaenda kumtia jando. Safi. Ngoma imeisha. Kwa hiyo naamini mechi yetu ya leo waamuzi watofasiri sheria 17 kama yule mwamba. Lakini kama watapatikana waamuzi wa kutofasiri sheria 7 tuwataki kuwaona kabisa kwenye mechi yetu. Yaani ukija Meja Jenerali hakikisha umeshakula kiapo cha nyuma mwiko kufa. Yaani ushakula kiapo cha nyuma mwiko kwa sababu kule tayari wavunja miguu, maana hapa tunawamalizia. Ndio kilichobaki. Kama dakika 120 watu wanatembea kwa mikono, eti wanatuambia gari limewaka. Wewe gari betri imekufa, hata ukiliwasha kwa kujisukuma, unafikiri mlimani hilo likikwama lazima uweke kigogo. Haki gari lilikuwa bora, uweke kigogo. Ikizima kidogo umegusa tena hivyo inapanda. Sasa ile mpaka uweke gogo. Sasa gogo limekataa kule. Kila ukiweka gogo ngoma inarudi. Sasa Meja Jenerali pale ndio kama mlima wa Kitonga. Sasa utaweka gogo. Mlima wa Kitonga utaweka gogo. Hiyo iache tu iende kwenye miporomoko. Kwa shughuli tumemaliza. Kwa hiyo leo mnapata ushindi. Umemaliza shughuli. Pale umeambiwa ingii Tunguli, hakiingii Kiope, wala haingii Witch Doctor. Huyo Witch Doctor akiingia pale tu anakuwa mweupe. Yani anakuwa mweupe kabisa. Yani Witch Doctor akiingia pale Meja Jenerali mweupe. Yani hawezi kufanya kazi. Kama unavyoona kwenda kwenye mabenki, unaingia kwenye kumbi kubwa zile, kuna vifaa vile vya kukagua vile. Kikifanya chui wetu, wewe baki hapa. Yani unakaguliwa pale. Tuna sensa pale inagusa hapa. Ukashirikina inasoma. Tena targetini hujafika, kingola kinalia. Mwambie wewe weka pale. Yaani Witch Doctor wote hawaingii mule. Mule utaingia wewe kama wewe tu. Sasa tutawaacha salama. Kama kule ndo wameloga tena kwa kupindukia. Ili goli lisiingie kutumizia wachezaji wetu, lakini wamekufa. Je, Meja Jenerali ambaye Tunguli haingii, Witch Doctor haingii, Kiope haingii, unajua utategemea nini? Wale watatailiwa wengi sana hiyo siku. Kwa hiyo Mnandi Junior leo mna uhakika kwamba mnaenda kuwafunga Young Africans mara ya pili mfululizo kwa wiki moja ndani ya siku 7. Sio wiki moja. Maana ukisema wiki moja maana siku 7 ziishi. Tumecheza juzi unasema wiki moja. Hili ni tukio kubwa. Maandalizi bwana. Tunaenda kuweka historia ambayo haijawahi kutokea kwenye ardhi ya Tanzania, bara pamoja na visiwani. Toka waasisi wa nchi hii Mwalimu Nyerere pamoja na Mzee Karume kuchanganya udongo kuwa na ule muungano wetu, tumetoka kuchukua lile kombe la muungano. Sasa tunataka kuwaonyesha ule muungano, sasa ndio tumeungana kweli sisi. Si muungano, sisi ndio tumeungana kweli. Hawa ambao wapo kwa ajili ya kubeba wazee wetu kupata uhuru, hawa wakoloni, hawa lazima tuwanyonyoe. Hasa wanajiita wananchi. Sasa leo ndio tutawajua kama wananchi ama kikundi cha wananchi kwenye nchi. Kama kule gani tunawapiga kibao tu. Hapa ndo tunawakandamiza kweli. Hawa tunao na tutatamba nao. Kwa hiyo Mnandi Junior, ukiangalia kikosi chako cha Simba, wachezaji ulionao, unaona kabisa wanaweza wakarejea kwa nguvu tena dhidi ya Young Africans katika mchezo wa leo? Kikosi kile kilichoanza Zenji. Mabadiliko yatakuwa madogo sana. Inaweza kama mchezaji mmoja ama wawili. Lakini kikosi kile. Yule kocha katili, yule kocha na hatari, mimi nishambadilisha jina yoyote sasa hivi anamuita Steven Baka, ukimuona tia kibao. Yule anaitwa Steven Baka. Sawa, yule anaitwa Donald Trump wa mpira. Yuko Tanzania. Anaitwa nani? Donald Trump wa mpira yuko Tanzania. Ndio usimuite Steven Baka. Ndio kocha wa Simba. Kocha wa Simba sasa hivi anaitwa Donald Trump. Unamuita Donald Trump. Donald Trump wa mpira duniani. Kwa sababu Donald Trump ndo rais wa dunia. Kwa ukizungumzia Donald Trump wa mpira dunia nzima, yuko Simba Sports na yuko kwenye ardhi ya Tanzania. Kama unavyojua madini ya Tanzanite hayapatikani kwenye bara lolote duniani. Sawa? Zaidi ya bara la Afrika, lakini kwenye nchi moja kwenye hilo bara la Afrika ni Tanzania peke yake ndio hayo madini yanapatikana. Kwenye bara zima la Afrika madini yanapatikana Tanzania, lakini kwenye mabara yote hayo madini yanapatikana kwenye bara la Afrika, lakini nchi hii moja tu, Tanzania. Kwa hiyo Mnandi Junior leo nyinyi mnakwenda kuwalaza tena watani zenu na viatu? No doubt. Mapema na asubuhi. Yaani mapema na asubuhi. Kama nilivyokuambia, nyuma mwiko kama dozi ya malaria. Kutwa mara 3. Yaani unameza kutwa mara 3 bila shida. Sasa wewe dozi ya malaria itakusumbua? Wewe utashindwa kumeza vidonge? Utashindwa kumeza vidonge? Maana sindano mwingine anaogopa sindano. Wewe vidonge unashindwa, vinakuumiza wapi vidonge? Hata tunasukuma na maji. Kwa hiyo kama dozi ya malaria, yani sisi hatuna shaka nao. Sasa hizi unaambiwa Jangwani usikanyage, mpaka sasa hivi toka ile juzi jana, Jangwani usikanyage, kuna nuka udi.
Unanuka ubane, tunguli pale zipo kibao ziko nje. Ukikanyaga unajua umeenda na maji. Yaani kama umekanyaga eneo lile unajua umeenda na maji. Pale usipite kabisa. Hautakiwi kupita kabisa pale Jangwani. Hao jamaa wanafanya kufuru kuelekea hii mechi. Sababu kuna mambo haya matatu ambayo yanawauma mpaka sasa. Wamekosa ubingwa wao ambao wameandaliwa. Watu wameuchukua kimafia. Sawa? Lakini cha pili wamepelekwa uwanja ambao kwao sio rafiki. Hawajawahi kupata hata goli la offside. Cha tatu, waamuzi wanatoka nje ya taifa la Tanzania. Kama Mkenya tu hapa. Kawanyonyoa dakika 2 za mwisho. Akati wanajua wanaenda kwenye matuta. Lakini wameenda kwenye tuta moja, wameondoka. Je, hawa waamuzi watakaochezesha leo? Tujiulize, kama watatofasiri tena sheria 17 kama yule mwamba, nyuma wiko anapona? Anatokea wapi? Na andaki shimo moja tu. Kiingilia huku unatokea Gongo la Mboto. Sasa mpaka utoke hapa ufike Gongo la Mboto na kule kuna geti. Utapitia wapi? Kwa hiyo hawa sisi tunao. Hakuna njia ya kati ya kupita si uchochoroni hakuna. Pale njia hii moja tu. Unaingilia hapa unatokea mbele ya safari. Hakuna si uzunguke huku hakuna. Hakuna kona. Ni njia moja tu. Kwa mimi naamini binafsi wana Simba tukate tiketi mapema, maana nadhani mpaka muda huu zinawezekana zikawa tayari zitakuwa zimeshaisha. Kwa sababu watu wametoka mikoani, uwanja wenyewe mdogo unaingia watu 8,000 imezidi 10,000. Je, tujiulize, wote tutaingia pale. Kwa hiyo wewe utakaa kosa tiketi, basi usilaumu baadaye ukalalamika. Utakaa pale nje, utasubiri mwali atakavoshenyetwa utashangilia kutoka pale nje kwa sababu pale kelele zinaingia ndani pale vizuri tu. Na kuna hall kubwa pale nje. Kwa hiyo usiwe na shaka ukiwa nje kama uko mule tu. Leo ni siku ya maangamizi. Bwana unamjua mzee wa kunyosha shabiki wa Young Africans? Anakuambia kwamba wanafungwa tena leo. Sio wanafungwa tena, wanadhalilishwa. Maana kuna kufungwa leo wanadhalilishwa, kufungwa alifungwa Zanzibar. Yeye alisema atakayefungwa Zanzibar na leo anafungwa tena. Sasa yule afungwe leo anadhalilishwa. Kufungwa tushamfunga kwenye gereza huko. Ina maana kashapokea mfungo wa kwanza. Ina maana jamaa wafungwa wengine. Ina maana jamaa tukisema kina ukweli? Jamaa tukisema kina ukweli? Nani? Mzee wa kunyosha. Sasa ushasikia mtu anakuambia mzee wa kunyosha. Kama angekuwa anapinda angesema hivi. Yaani majibu unayo unaniuliza swali. Mwenyewe anajiita mzee wa kunyoosha, sikashanyoosha. Mimi napiga mstari tu hapo. Wewe maneno kama amenyooka mimi mstari nitapata shida, naweka lula tu nagusa. Shughuli inakuwa imeisha. Sasa maneno yakinyooka unapata shida kupiga mstari na lula. Si unagusa tu. Maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo ninachokiamini mimi binafsi wana Simba kama nilivyowaambia. Ukikosa ticket, njoo pale nje, utakaa nje pale. Usipate shida. Hata screen zitafungwa pale. Mimi naamini screen zitafungwa pale. Utaangalia pale nje, tutafanya kama tunavyofanyaga pale Zakiemu, pale Mwembe Makundi, sawa? Tushafanya kule Coco Beach, tutafanya hivyo. Tutafunga pale flat screen za kibabe nje. Yaani usikae nyumbani, njoo pale. Utakaa pale nje na utaishangilia Simba kwa sababu kuna kiama cha mabao. Sasa unakaa nyumbani vipi? Utapataje raha ya kumuona nyuma mwiko wakati anatoka? Unaizungumzaje combination ya Kratos Chota Chama, Libase Gay na Elie Mpanzu Kibisawala? Lulu ya Tanzania hiyo. Inaitwa? Lulu ya Tanzania. Una maana gani? Chota Chama. Ile don't touch me. Kamwambia wewe Edmund John usiniguse unanichafua. Usiniguse unanichafua, weka pale. Kachukua na shuka kabisa kajifunika. Shuka kabisa kajifunika bwana. Wanavaa masiala nini? Yule ndio Chama. Chama huyu kumbe alikuwa na mapenzi zaidi na Simba. Si mlikuwa mnasema mchezaji wenu kila siku mnamsajili mpaka viongozi wenu wanaomba radhi. Sasa kawanyoosha. Akawanyoosha. Sasa mkajifanya kama anapiga. Afu ngoma pale imepigwa kwa kisigino, kagusa mguu mmoja kidogo tu mtoto yule kaenda chini kaambia lete blanketi, ajifunika. Baridi lishaanza. Kipupu hichi. Watu wanalia. Sura kule za tabasamu zimepotea. Yule alikuwa kavaa kibaragashia kule na kidalizi cha mchongo ambaye kazunguka mtaani wiki siku 2 nzima anazunguka. Unazunguka unapita na kibeni bati. Yaani Simba mpikishia na kibeni bati.